Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara John Wegesa Heche, Mheshimiwa Meza Kuu Itifaki, nimezingatia vyema. Ndugu zangu wa hai, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wana hai, ninawapongeza sana kwa mapenzi mlioonyesha juu ya chama chenu. Mungu awabariki sana, naomba mjipigie makofi. Umoja wenu, mapenzi yenu mlioonyesha kwenu na mnaoendelea kuonyesha kwenye chama chenu, hili ni jambo jema sana kwenu na sisi viongozi wa Chadema. Ndugu zangu wana hai, sisi Chadema tumekuja kwenu tukijua vyema nyinyi ni watu wa mabadiliko, hamhitaji kuelezwa nini cha kufanya. Najua uwezo mnao, maarifa mnayo, akili mnayo, lakini bado tuna wajibu wa kuja kuzungumza na nyinyi ili muendeleze kuwa na mapambano ya kweli katika nchi yetu. Sasa sisi ndugu zangu wana hai, mnafahamu kuwa ndani ya miaka 64 kwa sasa tunaongozwa na serikali ya CCM, serikali ambayo haiwajibiki kwenu wana hai na Tanzania kwa jumla kama vile ambavyo yanavyotakiwa. Licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo katika nchi yetu, lakini bado wana hai na maeneo mengine ni masikini. Na ndio maana tumekuja kwenu Chadema kusema no reform, no election. Hakuna mabadiliko ya sheria mbalimbali ya uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Tunahitaji maboresho katika sheria mbalimbali za uchaguzi ili kusudi tuweze kuingia katika uchaguzi na wapatikane viongozi wanaotokana na nyinyi wananchi, wanaotokana na ridhaa yenu wananchi. Hivyo basi hatutoweza kuingia katika uchaguzi tukiona watoto wetu wanaenda kufa. Hatutoweza kuingia katika uchaguzi tukiona watoto wetu wanapotezwa na kupelekwa kusikojulikana. Hatutoweza kuingia katika uchaguzi ili CCM wajitangaze wao wenyewe. Hili sisi tumesema hapana. Tunataka uchaguzi wa uhuru na haki ili kusudi tuweze kuwaletea maendeleo endelevu wananchi wa Tanzania na wala sio vinginevyo. Kina mama wenzangu, nazungumza na nyinyi kina mama wenzangu, tunapozungumzia masuala ya changamoto zozote zinazohusu nchi hii, basi sisi tunaathirika moja kwa moja. Kupotezwa kwa watoto wetu, jambo la kwanza, kina mama sisi ndio tunaumizwa na hali hii. Lakini vile vile tunapoenda katika hospitali kwenda kujifungua, sisi ndio waathirika wakubwa. Tunakosa madawa hospitalini. Tunapofika pale, vifaa tiba vya kuzalia hakuna, madawa hamna, ili mradi shaghala baghala. Hii ni kutokana na viongozi waliokuwepo madarakani. Sasa basi, tutashirikije uchaguzi uliokuwa hakuna uchaguzi wa uhuru na haki? Na ndio maana tunasema hatutoweza kuingia katika uchaguzi pasipo kupata mabadiliko ya sheria mbalimbali ya uchaguzi. Mheshimiwa Rais, popote pale ulipo, Samia Suluhu Hassan, wewe ni Mzanzibari mwenzangu, lakini niseme kuwa tupatie sheria za uchaguzi ili tuweze kuingia katika uchaguzi. Vinginevyo nitashawishi wanawake Tanzania nzima, nitashawishi wanawake Tanzania kwenda kuzuia uchaguzi Oktoba 2025. Na kina mama niwaombe sana, pazeni sauti zenu, tudai sheria za mabadiliko. Lakini ikiwa sheria hizi hazitapatikana Oktoba 2025, nitawaeleza nini cha kufanya kwenda kuzuia uchaguzi huu. Tuko imara na tutasimama imara ili haki za Watanzania, zionekane. Wende wakachague viongozi ambao wanatokana na ridhaa ya wananchi wenyewe na sio kubambikiwa viongozi. Ndugu zangu wana hai, kijua ndio hiki, tupazeni sauti zetu, tudai mabadiliko sheria mbalimbali za uchaguzi. Na ikiwa sheria hizo za uchaguzi hatutapatikana, tuungane kwa pamoja kwenda kuzuia uchaguzi mwaka 2025.
Kwa kumalizia, hawa ndugu zetu hawa wanasema kuwa sisi Chadema eti hatutaki kuingia katika uchaguzi kwa sababu sijui hatujipanga nini. Sisi tunahitaji kujipanga katika uchaguzi. Hatuhitaji kujipanga kwa sababu tunajua tuna masi ya watu ya kutuvusha na kutupeleka Ikulu. Sasa kama wao wanajiamini kweli, wabadilishe sheria za uchaguzi. Wananchi mwende kumkamue. Ninaamini maamuzi yenu yatakuwa ni maamuzi ya wengi na ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa kumalizia kwa kusema niwashukuruni sana Wanahai, tujipangeni, tuendeleze kupambana kudai mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi ili kusudi tuweze kuingia katika uchaguzi wa uhuru na haki. Moja kwa moja naomba nimkaribishe Mheshimiwa Makamo